ovyo, kwa sababu ukikuta mtendaji analalamikiwa na wananchi wakitoa malalamiko wote wanapiga makofi, wanashangilia, kuna picha fulani ambayo unafanya nini, unaipata ambayo sio mzuri. Kwa hiyo hilo nimewakabidhi TAKUKURU, atalishughulikia. Kuhusu mtendaji Shonza, tuna sekondari pale Ilomba, alikuja usiku kakamatwa watu, kakusanya milioni 4.5 zingie kwenye ujenzi wa sekondari, kazipeleka 500 tu. Sasa tunapomhoji kwenye mikutano ya hadhara, anasema nyinyi mlishindwa kukusanya. Huyu mtendaji wa kijiji alikaimu kama mtendaji kama mtendaji wa kata. Tuna mwekezaji ndani ya kijiji chetu ameileta sheri pale, hata mapipa mheshimiwa unayoona ya kuunda sheri, alitoa shilingi 500 na 10,000. Zile hera mtendaji wa kijiji amekula. Mwenye mtendaji wa kijiji Nebati Shonza amekula, na uthibitisho muamala upo. Kingine muamala upo. Tungeomba mheshimiwa utusaidie hilo. Nataka niongeze nyongeza yako ni nini? Ni kwamba mtendaji wa kijiji analima mashamba ya mtuhumiwa aliyoua, alafu mtuhumiwa tumjue aliko. Atalimaje mashamba ya mtuhumiwa kama hawana mawasiliano na mtuhumiwa? Tungeomba mtendaji wa kijiji atusaidie kutuoneshea mtuhumiwa. Hawezi akalima mashamba ya mtuhumiwa bila kuwa na mawasiliano na mtuhumiwa. Lakini hili pia ambalo limesemwa hapa la mtendaji, na sisi tumelipata hivyo hivyo, kwamba sasa kinachoshangaza inasemekana mtendaji huyu sasa ameuziwa mashamba ya huyo mtuhumiwa ambaye amekimbia. Sasa wananchi wanapata mashaka, inakuwaje mtuhumiwa tena kiongozi wa serikali, alafu unapata mashamba ya mtu ambaye ni muuaji? Kidogo inaleta ukakasi, na inasemekana kwamba ile familia haina mtu mzima. Kwa hiyo ndio maana imekuwa haya maneno. Kwa hiyo tunataka kufuatia nayo pia, na kwetu tulimuita, nimeongea na usisi shahidi, alimuita kumuuliza kuhusiana na hiyo, kwamba sasa wewe inasemekana unanunua mashamba, umeuziwa mashamba ya muuaji, kuna connection, huenda unafahamu. Kwa hiyo tunafuatilia hilo, na tunaomba wananchi kama mtapata taarifa zingine zaidi msisite kutuambia. Hebu tuambie. Labda mheshimiwa. Ndio. Jambo la kwamba nalima mashamba ya mtuhumiwa liko kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa wilaya, na Ijumaa nilikuwa huko. Ni kweli ulipokea fedha kutoka kwa mwekezaji 500 kupitia simu yako? Ni kweli mheshimiwa. Kwa nini ulipokea hizo fedha kupitia kwenye simu? Nilipokea fedha hazikuwa kwa ajili ya mpango wa maendeleo. Kuna jambo ambalo zilikuwa fedha kwa ajili ya matumizi yako mwenyewe binafsi.